Ni kitu gani hasa kina uwezo wa kumpa mtu mafanikio makubwa? Kurudia kufanya vitu vidogo vidogo bila kuchoka. Kanuni ya msingi, nguvu ya vitu vidogo vidogo vinapokuwa na nguvu kubwa. Ongea na kocha 10 mara 10 kila siku. Kanuni ya uhakika kwako kujenga mafanikio makubwa. Karibu rafiki yangu mpendwa, picha kupendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako Kocha Dr. Makita Mani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwenye vipindi hivi tunaongelea mambo makubwa matatu. La kwanza likiwa ni mafanikio, yani kujenga tabia na nidhamu ya mafanikio. Eneo la pili likiwa ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na eneo la tatu likiwa ni kuhusu biashara, kujenga biashara na jiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Tunashirikiana hapa, unapata maarifa, unaweka kwenye vitendo na unapata mafanikio. Leo bwana, tunaenda kuangalia kitu kimoja sana cha msingi sana, kita 10 mara 10 kila siku. Kanuni ya uhakika ya kujenga mafanikio. Rafiki, niliingia kwenye tasnia hii ya kuandika, kufundisha, kukochi rasmi mwaka 2013. Kabla hapo nilikuwa naandika, nilikuwa na blog, nafanya mengi. Lakini 2013 nilianza rasmi kwamba sasa naingia kwenye tasnia kwa ajili ya kufundisha, kuandika vitabu, kufundisha watu, kuwasimamia, yani kwa coach na kadhalika. Kwa hiyo katika hiki kipindi mpaka sasa, namba moja, nimejifunza mambo mengi sana ambayo nimekuwa natumia mimi binafsi katika hii safari yangu, na nimepiga hatua ambazo ni kubwa. Nimeweza kuandika vitabu zaidi ya 30 na mengine mengi. Nimeweza kufanya kazi na watu zaidi ya 1000. Sasa yani maelfu ya watu ambao nimefanya kazi moja kwa moja. Acha unasoma vitabu, wala ambao wenyewe program zangu wameshiriki kwa mafunzo, seminar, wamekuwa kwenye program za ukocha, ni zaidi ya watu 1000. Na nimejifunza mengi kupitia hao watu. Nimesoma vitabu vingi, vitabu zaidi ya 1000 katika maeneo mbalimbali, maendeleo binafsi, fedha, biashara, masoko, mauzo, saikolojia, vitabu zaidi ya 1000 vya kusoma na kusikiliza. Zaidi ya 1000. Nimejifunza mambo mengi sana kwa nadharia na kwa vitendo. Na inapokuja sasa kwenye kushuka chini kwamba ni kitu gani hasa kina uwezo wa kumpa mtu mafanikio makubwa kuliko vitu vingine vyote, narudi kwenye sehemu moja tu ambayo na uhakika ukiifanya utafanikiwa. Nimeona kwangu, nimeona kwa watu wote waliofanikiwa na kwa watu wanaofanya kazi kwa karibu. Kitu ni kimoja tu. Kurudia kufanya vitu vidogo vidogo bila kuchoka. Sawa? Kurudia kufanya vitu vidogo vidogo sana bila kuchoka. Yaani hiyo ndio mwisho. Tafuta mambo ya msingi ambayo ni basic kabisa, alafu yafanye kwa kurudia kwa msimamo bila kuacha. Na ndio maana kauli mbiu ya vipindi ya mafunzo ambayo natoa ni moja tu: nidhamu kali ya kuamua na kufanya kwa msimamo bila kuacha. Sasa hapa ondoka na kanuni moja tu, nataka uondoke nayo hapa. Mambo madogo unarudia kuyafanya bila kuchoka, bila kusumbuka. Unaona ni kitu chepesi, lakini kaa na mimi hapa, nitakuonyesha kwa nini kitu chepesi, na pia nitakupa mfano wa mambo ambayo ninayafanya 10, na nitakusaidia wewe uweke mambo yako ambayo utayafanya. Kwa utakapotoka hapa, utatoka full package. Utatoka umeiva. Unajua hii falsafa ya kufanya mambo madogo kwa kurudia bila kuacha. Unajua mambo ambayo wengine wanayafanya wafanikiwe, na utaweka ya kwako wewe ambao utaweka azimio la kufanya. Na ukitaka usimamizi pia nitakupatia ili ufanikiwe kwa uhakika. Sawa? Kwa sababu najua sikwambii kitu ambacho mimi mwenyewe sijakifanya. Nimekifanya, kinipa matokeo, nataka na wewe kupe matokeo. Sasa ndio maana uko na mimi hapa rafiki yako. Kwa hiyo sasa tuje kwenye kanuni ya msingi sasa, ambayo nguvu ya vitu vidogo vidogo vinapokuwa na nguvu kubwa. Mfalme mmoja alikuwa na changamoto kwenye himaya yake. Kulikuwa na mnyama mkali anasumbua watu, anaharibu mazao, anaharibu nyumba za watu. Mfalme akasema,
mtu atakayemuua huyu mnyama nitampa zawadi yoyote anayoitaka. Sawa? Nitampa zawadi yote anayoitaka. Bwana mmoja akasema sawa, akaingia kwenye mapambano, akamuua mnyama. Mfalme akaandaa sherehe kubwa sana. Sawa? Watu wakahudhuria. Yule bwana akaitwa. Sawa? Wewe ndio shujaa wa kijiji. Wewe umekomboa kijiji. Bila wewe kijiji kisingeweza kwenda. Himaya ingepotea kabisa. Hebu tuambie sasa bwana, wewe zawadi gani unaitaka? Tena mfalme akampa machaguo. Nikupe nusu ya ufalme wangu, au nikupe binti yangu mrembo ambaye ukimpata sasa umepata ufalme, au unataka nini? Niambie, umeokoa ufalme, unataka nini? Yule bwana akafikiria kwa dakika kadhaa, akasema nashukuru mfalme kwa kunipa nafasi hii. Kweli nimefanya kazi kwa ajili ya kijiji, lakini shukuru pia kwa kunipa nafasi ya kuchagua zawadi. Akachukua ile mchezo bao ile, si ndio? Ile bao, unajua bao ile kama draft. Akamwambia mfalme, nachoomba ni punje moja tu ya mchele. Naomba punje moja ya mchele. Halafu kila siku hiyo punje iongezwe mara 2. Unajua ile draft kwamba tuanze punje moja hapa, halafu kesho punje 2, kesho kutwa punje 4, kesho kutwa punje 8. Umeelewa wewe? Watu wakacheka. Jamaa amechanganyikiwa. Anapewa nafasi ya kuchagua. Anachagua punje moja ya mchele. Punje moja. Watu wakatoka wamecheka, wakasema jamaa mpumbavu kabisa. Basi mfalme akasema sababu umetaka, mimi sina la kukupinga. Punje moja ya mchele hiyo hapo. Basi jamaa akapa punje yake moja, akacheka akaondoka zake. Kesho siku ya pili wakaita punje 2. Jamaa anapokea, asanteni, wekeni punje 2 hapo muondoke. Siku ya 3 punje 8. Hapo siku ya 4 punje 16. Siku ya 5 punje 32. Siku ya 6 punje 64. Siku ya 7 punje 100. Imefika siku ya 20 wakaja na magunia. Sio, unaelewa? Haijafika siku ya 30 ikabidi yani ule ufalme wote yani inabidi mchele vyote vio mali yake. Ndio watu wakashtuka, kumbe alianza na kidogo, kumbe kinakuja kwa kikubwa baadaye. Watu walidharau wanaanza na punje moja, lakini ikawa kwamba inabidi ufalme wote apewe. Yaani apewe himaya yote, sababu hawezi kupewa ile idadi ya punje kwa mara siku 30. Sasa umejifunza nini hapo kwenye mfano mdogo? Nguvu ya riba mkusanyiko. Kitu kifanyika mara moja hakina nguvu. Kikirudiwa kinaongeza nguvu. Kikirudiwa kinaongeza nguvu. Ndivyo mambo makubwa yanavyotengenezwa. Angalia tone la maji. Tone moja maji kiondoka kwenye jiwe halina madhara yote. Ndio tone la maji halina madhara yote. Likijirudia la pili halina madhara. La tatu, lakini tone kidondoka pale kila siku, mwamba unavunjika. Si unajua hilo? Nini kivunja mwamba? Nguvu ndogo ndogo ambayo imejikusanya kwa muda mrefu. Albert Einstein, mmoja wa genius kwa hapa duniani, alikuja na kanuni kubwa sana kwenye fizikia. Alinukuliwa akisema riba mkusanyiko ni ajabu la naye la dunia. Ni kitu chenye nguvu ambacho haijawahi kutokea. Yaani vitu vidogo vidogo vikirudiwa bila kuacha vinakuwa na nguvu kubwa sana. Kubwa mno. Ni sana mtu akwambie, vipi nikupe 1,000,000 leo au nikupe 1,000 kwa kuongeza kila siku. Leo 1,000, kesho 2,000, kesho kutwa 4,000, utachagua ipi? Najua utakimbilia milioni, lakini ungekaa kwa mwezi ungepata hata trilioni. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu nguvu ndogo ndogo zinapojikusanya hata matokeo ambayo ni makubwa sana. Sasa nadhani nipata sababu nakwambia kwamba mafanikio makubwa hayaji na vitu ambavyo ni ground break. Unajua tunaangalia mwaka mpya unavofanyaga vitu vyako. Mwaka mpya unaweka malengo makubwa, unataka yani uanze siku ya kwanza mazoezi ukimbia siku kilomita ngapi? Ubebe siku chuma siku kilo ngapi? Unataka siku ya kwanza yani ufanye vitu so heroic vya kishujaa sana. Mwisho wake unachemsha. Unapotea. Hauwezi kuendeleza. Kwa nakwambia rafiki, wewe una uwezo kufanikiwa, lakini usitake makubwa. Anza na vitu vidogo vidogo,
halafu vifanye kwa msimamo bila kuacha, na ufanye kila siku. Basi. Sasa hii nakushika sababu ilikuwa ni moja tafakari zangu kwenye kumbukizi ya siku yangu ya kuzaliwa tarehe 28 mwezi wa 5, na nilikuwa naangalia kwenye safari tangu nimeanza mpaka nilipofika, mambo gani ambayo yamekuwa na matokeo na yapi hayana matokeo. Kwenye hatua ambazo nimezipiga ni vitu gani vilikuwa vina mchango hasa na hivi havikuwa na mchango wote kabisa. Kwa hiyo nikaja chini na vitu 10 ambavyo navifanya kwa hesabu ya 10 kila siku ili kuzidi kupiga hatua, ili kuzidi kuwa imara na pia kutokubweteka. Sababu nilichojifunza ni kwamba tunabweteka mapema sana kwenye safari ya mafanikio. Unaanzia chini, unapiga hatua ifamali, unaacha, unaona kwamba mimi sio mtu wa kujisumbua tena, unaanguka. Mimi najenga mafanikio na nataka yawe imara, yadumu vizazi na vizazi. Na faisa kuna mambo ya msingi ambayo nimeachagua, mambo 10 ambayo nimeazimia kuyafanya kwa kipimo cha 10 kila siku ya maisha yangu, siku ya kazi ya maisha yangu, na itanipeleka hatua ambazo ni kubwa sana. Na kushika mambo ya 10 sio ili uyaige, ili nikuonyeshe mfano, halafu nitakusaidia na wewe utengeneze ya kwako ili yakusaidie. Jambo la kwanza, kusoma angalau kurasa 10 kila siku. Rafiki, mimi ni msomaji mzuri sana. Moja ya vitu ambavyo viko imara sana na ambavyo huwezi kulisumbua navyo ni kwenye kusoma. Huwa nasoma vitabu visipungua 2 kwa wiki, vitabu visipungua 100 kila mwaka. Ndio nimesoma vitabu zaidi ya 1000. Sawa? Hilo halina shida. Lakini kuna namna ya usomaji ambao nataka kuifanya ambayo namba 1, huwa nasoma sana soft copy. Vitabu soft copy sababu urahisi wa kubeba. Lakini sasa kuna aina mpya ya usomaji. Kwanza itakuwa based kwenye hard copy, vitabu vya chapwa, na itakuwa ni kusoma kwa namna ya kipekee sana. Sasa katika hii namna ya usomaji nimepanga usome zisipungue kurasa 10 kwa siku. Kila siku. Sawa? Kurasa 10 zisipungue. Zinaweza kaza zaidi hapo 20 30, lakini isitoke hata itokee nini kwenye hiyo siku. Kurasa 10 hadi copy kwa kuchukua notes na mambo ya msingi kabisa. Kurasa 10 kila siku. Zisipungue hizo. Sawa? Hiyo ni jambo la kwanza la kufanya kwa kipimo cha 10 kila siku. Jambo la pili, kuandika angalau maneno 1000 kila siku. Eneo lingine ambalo liko imara sana rafiki yangu ni kwenye kuandika. Mimi naandika hata maneno 10,000 kwa siku, maneno 20,000 kwa siku. Nina uwezo kuandika kwa ukubwa sana. Lakini pia naweza kaa kwenye hali fulani ya msukumo. Labda nataka nimalize kitabu wakati huu, naweza kaandika siku 2 mfululizo. Alafu baada hapo nisiandike na mambo kama hivyo. Sasa hivi kwenye huu mchakato naenda nao ni angalau maneno 1000 kwa siku. Yasipungue hapo. Naweza kaa 2000, 3000, lakini kila siku ya kazi maneno 1000 ya kuandika. Na ni ya kuandika kwa vidole vyangu mwenyewe, kuchapa neno moja baada ya jingine, maneno 1000 kwa siku. Sawa? Sio ya kutumia AI, yani sio ya kukopi mahali nipeleke. Neno kwa neno, kwa kufikiri kwa akili yangu, kwa kuweka neno baada ya neno, maneno yasipungua 1000 kwa siku. Ni eneo ambalo tayari kwa imara, nazidi tu kuimarisha. Kwa hiyo kuandika hilo si laga changamoto nalo. Nimeandika vitabu zaidi ya 30 na vyote ni hapa. Na sio vitabu vya kitoto, vitabu vyenye peji nyingi tu. Unaona, vitabu peji zaidi ya sasa peji 340 hiki hapa, 200. Hiki la peji ngapi? 370. Sio vitabu vya mchezo. Ni vitabu vina peji vya kutosha. Sawa? Kwa hiyo eneo la pili, maneno yasipungua 1000 kwa siku. Eneo muhimu sana. Eneo la 3, kufundisha kwa angalau dakika 10 kila siku. Kila siku. Sasa tangu nimeanza hili zoezi la ukocha na ukufunzi, nimekuwa naandika kwa msomo bila kuacha kwa sababu iko ndani ya uwezo wangu. Lakini kwenye kufundisha nilikuwa napata vikwazo mbalimbali. Namba moja, nikitaka kufanya video kama hivi, nahitaji kutumia watu tena hapo sasa. Nahitaji kuwa na mtu mwingine wa kamera, wa kuedit, wa nini. Kwa hiyo inahusisha watu wengi. Sasa watu wengine maana yake inachukua steps nyingi zaidi. Sasa baada ya kutafakari nawezaje kufundisha kila siku bila kukoba, nimekuja na podcast inaitwa Dakika 10 za Kocha. Kila siku
naongea na wewe kwa dakika 10 straight. Basi maana yake inachukua simu yangu na mic yangu, nazungumza dakika 10 imetoka. Kwa hiyo kila siku naongea na wewe kwa dakika 10. Dakika 10 za kocha kila siku. Siku ya kazi. Hiyo haihitaji mtu mwingine, haihitaji kuedit. Tayari naingia kwenye mfumo, nabonyeza rekodi, naongea na wewe dakika 10, napandisha, imetoka. Kila siku dakika 10 naongea na wewe. Sawa? Hiyo ni la tatu. Kwa maneno matatu haya makubwa haya. Kusoma, kuandika, kufundisha. Hizi ndio K zangu 3. K3. Unajua zile K3 za watoto za shuleni. Kusoma, kuandika na kuhesabu. Mimi za kwangu bana ni kusoma, kuandika, kufundisha. Mzigo wangu umeishia hapo. Sasa mengine yote yanatokea hapo. Kwa hiyo hii ndio mihimili, hizi ndio base. Sawa? Hizi ndio base. Hii ndio mihimili ya mengine yote ambayo nayafanya. Sasa kutoka hapo unajua kwenye upande wa shughuli. Unajua upande wa msingi sana ambao ni 10 nyingine ni kutembea hatua 10,000 kwa siku. Hatua zisizopungua 10,000 kwa siku. Hili ni eneo la afya ambalo ni eneo muhimu sana na linazidi kuwa muhimu sababu kazi zetu nyingi ni kukaa. Labda tangu leo shughuli zangu nyingi kukaa, natoka nakaa kusoma, nakaa kuandika, nakaa kufundisha, si ndio? Sasa maana yake kukaa ni hatari kwenye zama zetu sasa. Sisi binadamu hatukuumbwa kukaa. Ndio watu wana miguu miwili, tumeumbwa kutembea, kufanya shughuli ambazo zinatuhusisha mwili. Lakini tumebaisha shughuli zetu. Tunakaa. Na kukaa ndio inaitwa sigara mpya. Wanasema sitting is the new smoking. Kukaa kunaua watu wengi kuliko sigara. Kwa sababu kukaa ndio kunaleta magonjwa uzito uliopitiliza. Kukaa ndio kunaleta pressure. Kukaa kunaleta visukari na mengine mengi. Sasa watu wanakaa na mazoezi. Mtu anatoka mara mazoezi akimbie si wapi ni vizuri. Lakini kama hauwezi kumaintain kila siku, kama unafanya mazoezi kwa msimu, haitakusaidia. Kwa hiyo fanya mazoezi unataka, lakini hatua 10,000 kwa siku. Hatua za miguu. Utembea lakini hatua 10,000 kwa siku. Ndio iliyothibitishwa kisayansi kwa tafiti za kitiba kwamba mtu anaweza kutembea hatua 10,000 kwa siku anaondoa hatari ya magonjwa ya moyo, uzito kupitiliza na mengine mengi. Kwa hiyo nimeweka kwenye moja ya mambo ambayo inabidi afanye kila siku. Hatua 10,000 kwa siku. Zisizopungua 10,000 kwa siku. Na unazipataje? Unaweka pedometer kwenye simu yako, kifaa cha kuhesabu hatua, alafu unafanya shughuli zako, tembea. Kama unaweza kuwa na mashine ya kutembea, labda unafanya shughuli zako unatembea kwenye mashine yako, treadmill, safi. Kama utatembea barabarani, safi. Kama unapata muda kutembea, unaongea na simu, tembea, unapata muda hapo, sawa? Unamkutana na mtu ambao unahitaji kukaa, tembea, mradi ukusanye hatua. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye afya, angalau hatua 10,000 kwa siku. Hatotoka hapo eneo lingine. Lingine ni lipi? Eneo la fedha ambao ni muhimu sana. Na hapo kuna mambo mawili. La kwanza ni kuwekeza angalau shilingi 10,000 kwa siku. 10,000 tu. Unaweza kucheka sasa 10,000 utapata nayo kitu gani? Haujaijua programu yangu ya nguvu ya buku wewe. Na kutunza siku moja njoo kwenye nguvu ya buku ni kuelekeze 1,000 tu. Ukiweka kila siku unaweza kufika mpaka bilioni. Sawa? Sitazungumza hilo. Lakini nitakwambia sasa 10,000 kwa siku. Uwekeza angalau shilingi 10,000 kwa siku. Isipungue 10,000. Naweza kaenda zaidi hapo. Nawekeza zaidi hapo. Niwekeza zaidi hapo. Lakini milioni. Lakini kila siku 10,000 ile pale. Sawa? Imeenda. Hii ni kila siku. Imefanyike hivyo. Lengo lake nini? Kujenga nidhamu ya kifedha. Ile ambayo nitakufundisha kwenye fedha kuhusu nguvu ya pesa ndogo ndogo. Tutazungumza sana kwenye hivi vipindi. Ninaifanya pale kwa vitendo. 10,000 uwekezaji kila siku. Haya, lingine nini pale kwenye fedha? Kuweka akiba angalau $10 kwa siku. Akiba $10 kwa siku. Na hii ni eneo lingine ambalo nalifanyia na nafundisha kwenye eneo la usimamizi wa fedha binafsi hapa. Kuna nguzo ya pili, akiba. Kuna akiba ya dharura, akiba ya malengo. Sasa hii ni katika pati ya kuweka zile akiba kidogo tu $10 kwa siku. Na nimeweka kwa dola kwa sababu maalum ambazo nazo na inabidi account ya dola na vitu vingine kama hivyo. Ni katika kuhakikisha kwamba unafanya mambo. Kwa sababu unaweza kufanya kwa namna yote, lakini kwa namna nilivyopanga mimi nataka iende hivyo kwa $10. Inaweza kaenda zaidi lakini isishuke hapo kwa siku. Sawa? Sasa kwa sababu hii ni dola na uwezo kufanya kila siku, yenyewe labda ifanye kwa wiki au kwa muda, lakini lazima iende kwenye formula ile kwamba angalau $10 kila siku. Kwa hiyo hilo ni eneo
la sita naanza na kusoma, kuandika, kufundisha, kutembea, kuwekeza, na sita ilikuwa ni kuweka akiba $10 kila siku. Tunatoka hapo tunaenda kwenye masoko, kutumia angalau $10 kila siku kwenye matangazo ya mtandaoni. Sawa? Hiyo ni 10 nyingine. Tuna bidhaa nyingi ambazo tunazo kwenye hizo huduma yetu. Kuna vitabu hivi ambavyo tunavitangaza kwa matangazo. Uenda ushakutana navyo kwenye matangazo huko. Tuna applications kama utajiri, mauzo CRM, kumbuka SMS tunatangaza. Tuna huduma za mafunzo tunazitangaza. Kwa hiyo kila siku ya kazi lazima $10 iende kwenye matangazo. Matangazo ya kwenye mitandao ya Meta, Facebook, Instagram, Google na kwingineko. Lakini watu wanisikie, wanione humo mtandaoni kwa $10 kwa siku. Zisipungue hapo. Tunataka zaidi ya hapo. Sasa $20, $30, $50 kulingana na programu. Lakini 10 kwa siku, hiyo lazima iende, haina ubishi. Lazima iende, haina ubishi, $10 kila siku kwa ajili ya matangazo. Sawa? Muhimu sana hiyo ambayo nimeweka hapo. Haya, 8, kuongea na watu 10 kila siku. Angalau watu 10 kuongea nao. Katika eneo la kazi, katika eneo la wateja, mafunzo, ukocha na mengine mengi watu pata, lakini at least kuongea na watu 10 kila siku. Kwa hizi kazi zetu bwana, unaweza simu kwangu ni waga ni usumbufu. Nikwambie hilo. Kwa sababu muda wangu mwingi upo kwenye kusoma, kuandika, kufundisha. Sawa? Hivi siku yangu imegawanyika hivyo. Labda nitakuwa nasoma, nitakuwa naandika, nitakuwa nafundisha. Maana kufundisha naweka vitu vyote, kushauri, kama ni consultation, ni training, ni coaching, yote naweka kwenye kundi la kufundisha. Kwa hiyo unakuta mara nyingi simu sio kipaumbele kubwa sana. Lakini sasa nahitaji kuendelea kuboresha mahusiano na watu, nahitaji kuendelea kujenga, kwa hiyo nahitaji kuzungumza na watu pia. Kwa hiyo kila siku ongea na watu 10 na mara nyingi kwenye simu. Kwa kipo kwa ana sawa, lakini wengi ni kwenye simu na wana kwa ana hapo. Kwa hiyo la 8 hilo, watu 10 kwa siku. La 9 ni kufanya kazi kwa kina, deep work, masaa angalau 10 kwa siku. Sasa mimi ni muumini wa kufanya kazi sana jamani. Sawa, hivi ni workaholic. Yaani mimi masaa yangu ya kazi kwa siku ni 16, ikipungua sana 18 mpaka 20 yakienda sana. Sawa, hiyo ni kawaida. Kwa kwangu mimi masaa 16 ya kazi ni kawaida. Naanza siku saa 9 alfajiri na imaliza saa 3 za usiku. Masaa 21, 18 hayo. Sawa? Lakini sasa ninachokiangalia nini hapa? Nataka ule muda ambao ni kazi ya kina, deep work. Deep work ni ipi? Ile kazi ambayo unaifanya bila usumbufu, bila distraction. Sawa, unaweza kufanya kazi afanye na kwenye simu, mwangalia simu, jibu message, muda ambao uko focused, umefocus kwenye kazi. Kwa sababu ukifocus kwenye kazi hata kama ni muda mfupi, ile bado utakapo baada ya tofauti. Sasa inataka kwa siku masaa yasipungua 10. Deep work. Sawa, kazi ya kina. Ile sana. Kazi ya kina kwangu ni ipi? Kazi ya kina kwangu ni 3 tu. Kusoma, kuandika, kufundisha. Mengine yote hizo ni za kuchajiza tu. Kusoma, kuandika, kufundisha. Masaa angalau 3 ya kusoma kwa siku. Masaa mengine 3 mpaka 4 ya kuandika, na masaa mengine 3 mpaka 4 ya kufundisha. Maana kuinteract na watu. Sawa? Deep work kwa siku hayo. Au kuandaa miongozo, kuandaa vitu ambavyo vinahusisha haya mambo matatu. 10 hours, masaa 10 kwa siku kwa ajili ya hiyo shughuli. Sawa? Alafu jambo la 10 ni masaa yasiyopungua 10 ambayo inaitwa ni deep personal, masaa 10 ya kina binafsi. Kwa kuna deep work, masaa 10 ya kina ya kazi, na deep personal, masaa 10 ya kina ya binafsi. Haya yanahusisha nini? Yanahusisha kulala. Nataka labda masaa 6 nipate hapo, sijai kuyapata, natamani niyapate masaa 6. Yanahusisha muda na familia, sawa? Hapo yanahusisha muda binafsi kwenye kupata kwa ajili ya kutafakari, muda binafsi, mambo binafsi, hata muda kupata hizi hatua 10. Kwa hiyo yote yanakaa hapo. Sawa? Kwa hiyo utaona sababu katika masaa 24 kuna 10 ya kazi kakina, 10 ya personal. 4 ndio usumbufu. Ndio vitu vingine vyote mambo 4 hapo. Kufuatilia si mtandaoni au ni kusim fulani sema nini sio umbea wote na vitu vingine vyote ambavyo vitakuwa viingia hapo. Kwa hiyo unaona sasa havina nafasi sasa hapo. Kwa sababu muda mwingi siwezi kupata hivyo vitu. Kwa hiyo haya mambo haya 10 sana ni madogo sana, madogo. Tayari nafanya kila siku.
lakini naona kuna hali ya kuzoea. Kuna hali ya kuona kwamba nimezoea kufanya, nataka lazima nifanye kwa 10 kila. Kwa sababu unaweza kusema leo bwana, leo hata hivyo matangazo yalete matokeo, kwa leo sifanye matangazo. Nakumbuka $10. Leo ujue bwana, leo nimechoka, leo nimefanya kazi hata 10,000. Leo bwana, leo mbona kurasa 10. Yaani ni yale ya msingi, the basic, vitu vya msingi sana ambavyo lazima vifanyike kwa msimamo bila kuacha. Na ni kwa siku za kazi. Siku zangu za kazi ni Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili haipo siku za kazi. Na ili kuonyesha yanafanyika sasa, kuna ushahidi wake wa kila siku. Wanatoa ushahidi wa haya kila siku. Na kwenye programu yetu ya Jumuiya ya Washirika wa Mafanikio, ambako ni programu ya mafunzo na ufuatiliaji, na shirikisha ushahidi wa haya kila siku. Ushahidi wa nilioandika, ushahidi wa hackathon nilizopiga, ushahidi wa uwekezaji, ushahidi wa matangazo na mengine yote na yashirikisha pale kila siku. Kwa hiyo utakapoungana na sisi sasa kwa ajili ya kupata mafunzo haya, utajionea mwenyewe. Sasa ufanye nini hapa wewe? Namba 1, tafakari maisha yako. Ni matokeo gani ambayo unayataka hasa? Wapi unataka kufika? Chagua ile mambo ya msingi ambayo ukiyafanya utapata matokeo. Sawa? Ukiyafanya kwa kurudia utapata matokeo. Yaorodheshe. Halafu sasa panga kufanya kazi kwa watu ambazo ndogo tu. Usiipe makubwa. Unasema jamaa ameweka 10,000, mimi naweka laki kila siku. Kuna siku utapigika laki na kesho utaipata, unavusha siku. Usivushe, weka 10,000, usiku na laki, weka kama unataka kunyima. Lakini najua si 10,000 hata nikimwomba mtu nitapata tu, hata nimepiga kiasi gani 10,000 nitaipata, tusiwezi kosa 10,000 hivi. Mimi naweka $100 za matangazo. Kuna siku vitu vitakuwa vigumu, utashindwa. Mimi sitaki kushindwa, sawa? Sijawahi kushindwa, kwa hiyo naweka vitu ambavyo najua mimi msimamo wangu ni moja tu, nifanye kwa uredi ya kuacha. Basi. Kwa hiyo usiwe ambitious sana. Utafanya wewe fanya, lakini jiambie sishuki chini ya hapa kwa siku. Na kubwa zaidi, njoo ungane na sisi kwenye programu yetu ya Jumuiya ya Washirika wa Mafanikio. Humu sasa utapata sehemu ya kuweka ushahidi kwamba unafanya mambo. Utapata nafasi ya kufuatiliwa, ya kupata mwongozo na kadhalika. Na ili upate nafasi hii, namba 1, umeangalia kipindi vizuri sana. Umekuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unapata vitabu. Sawa? Vitabu, kuna vitabu vizuri vya mambo ya mafanikio, vitabu vya mambo ya fedha, vitabu vya mambo ya biashara. Unapata vitabu hivi vinakusaidia sana kujifunza. Hatua ya 3, kuna zana, tools, mifumo yetu. Kuna TSA kwa ajili ya kujifunza, kuna newsletter nzuri ambazo unaziandika kila siku. Kuna utajiri kwa ajili ya fedha, nzuri sana kuweka malengo yako ya kifedha. Kuna kumbuka SMS na mauzo CRM kwa ajili ya biashara, nzuri sana kwa ajili ya mambo yako ya kibiashara. Sawa? Hiyo ni ngazi ya 3 ambayo ninatumia hizi zana. Ngazi ya 4 sasa ni Jumuiya ya Washirika wa Mafanikio. Ukishakuwa na vitabu na ukawa na hizi zana, tunakukaribisha sasa. Na kwenye jumuiya unatakiwa ufanye. Umeshasikia? Au unapata bure kabisa mafunzo, si ndio? Ama mtu umejalipishwa kufanya kusikiza hapa. Ukinunua kitabu utalipa gharama kidogo. Ukitumia tools utumia. Sasa unataka ufanyie kazi, umejifunza ufanyie kazi. Ndipo sasa kwenye Jumuiya ya Washirika wa Mafanikio unapata hiyo fursa ya kufanyia mambo kazi kwa vitendo. Unaungana na sisi, tunafanya kazi kwa pamoja na tunaanza kupiga hatua zaidi. Sasa ili kuungana na sisi basi, wachukua hatua ya kuwasiliana namba 0760647171. 0760647171. Andika neno lolote mafanikio, andika fedha, andika biashara, andika lolote, andika kocha, basi andika ujumbe WhatsApp ili uweze kupata mwongozo wa kufanyia kazi hayo na kuweza kupiga hatua zaidi. Asante na ukawe na wakati bora zaidi. Kumbuka 10 mara 10. Chagua mambo yako utafanya kwa kidogo kidogo kila siku, msoma bila kuacha, na utaweza kupata mafanikio ambayo ni makubwa sana. Asante sana.